Kwa mfano tu, ikitokea wananchi Yanga wakamtangaza rasmi huyu water player mgongoni nambari 6 akawa Faisal Salum Feitoto wa Azam kwamba ndiye ambaye wamekuwa akimzungumzia muda wote, basi bila shaka Yanga ya kocha Mangoba Mngiti kwa msimu ujao 2026-27 itakuwa imeimarika sana katika eneo lake la kiungo kuelekea katika eneo la ushambuliaji, na kwa sababu hiyo Yanga watakuwa wanajiongezea nasibu ya kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki: Ligi Kuu Tanzania Bara, Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB, Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Kombe la Muungano na michuano mingine. Kama tetesi zinazomzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba Yanga wako katika mpango mzito wa kumrejesha katika klabu yao, na akawa ndiye huyu nambari 6 anayezungumzwa kamba ndiye water player, basi itakuwa ni water player. Wote timu watakuwa nayo chini ya kocha Mangoba Mngiti kwa msimu ujao. Ni kwa sababu Faisal Salum Feitoto anafahamika wazi, ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wa Tanzania wenye kipaji cha hali ya juu na wameshalithibitisha hilo uwanjani katika misimu tofauti tofauti. Akiwa Yanga, akiwa Azam, mara zote Feitoto amekuwa ni kati ya wachezaji wanaonyesha kiwango cha juu karibu katika kila mchezo anapokuwa fiti na kuwapo uwanjani. Ikitokea kajiunga na Yanga kwa kocha Mangoba Mngiti, maana yake anakwenda kuungana na Mudathi Yahya Abbas katika eneo la kati, anakwenda kuungana na Zuki Abuya katika eneo la kati, anakwenda kuungana na kina Maxim Pia Nzengeli, anakwenda kuungana na kina Hussein Zakwan, anakwenda kuungana na Albert Kangwanda, anakwenda kuungana na Sheikh Toure, mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal ambaye ni mshambuliaji aliyetambulishwa. Lakini anakwenda kuungana na Alan Okello, anakwenda kuungana na Peodo Pacome Zouzoua. Hawa ni baadhi tu ya wachezaji ambao Yanga wangali nao kikosini wakiwa na ubora wa hali ya juu, na hivyo Feitoto akijiunga na Yanga itakuwa ni silaha hatari sana kwao kuelekea kwa wapinzani. Inafahamika wazi kwenye mfumo wa Yanga wa kucheza mara nyingi katika misimu ya karibuni kwa makocha tofauti tofauti, ni baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji 3, ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Lakini vile vile wamekuwa wakitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, lakini pia kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Kocha Mngiti kama anatumia mfumo wote katika hii, Feitoto bado ana nafasi ya kutumika katika eneo lolote, hasa kutokea katikati mwa mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Ndio msisitizo, hakuna taarifa rasmi kutoka Yanga kwamba huyu nambari 6 anayemzungumzia water player ni Feitoto. Hakuna taarifa kutoka kwa klabu yake ya Azam kwamba Feitoto anaondoka Azam, lakini pia hakuna taarifa za management binafsi ya mchezaji Feitoto kwamba anaondoka Azam na kwenda kujiunga na Yanga, kwa sababu inafahamika Azam na Feitoto makubaliano yao, kile kinachozungumzwa ni kwamba sio mchezaji rahisi kumwoa Azam. Malipo ni manono sana. Signing on fees kwa timu inayomhitaji bila shaka haitakuwa ndogo, lakini kubwa zaidi kuipiku Azam katika kile ambacho wanampatia Feitoto. Anatajwa Feitoto kwamba ni miongoni mwa wachezaji wa Kitanzania katika Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini pia kwa kuchanganya na wageni wale wanaopata malipo mazuri sana kutokana na kiwango bora alichonacho, basi yeye ni miongoni mwao, na hilo wanalifanya pale Azam. Kwa sababu hiyo sio jambo jepesi hata kidogo kwa Feitoto kung'oka kwa klabu ya Azam kwa hivi sasa chini ya kocha Florent Ibenge, ambayo inaonekana dhahiri shahiri kwamba imejipanga haswa kufanya vizuri katika msimu ujao 2026-2027. Lakini ikitokea ndio surprise ya Yanga kwa water player nambari 6 huyu wanemtambulisha mara kwa mara kwamba mashabiki wao, wapenzi wao, wanachama wajiandae kumpokea, basi itakuwa ni usajili babu kubwa. Feitoto katika msimu uliomalizika wa Ligi Kuu Tanzania Bara akisaidia Azam kumaliza katika nafasi ya 3 ikitanguliwa na mabingwa Yanga, wakifuatiwa na Simba walioshika nafasi ya 2, Azam wakishika nafasi ya 3 na kutoa tiketi ya kufuzu kwa michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Yeye alionyesha kiwango cha juu mno. Kwa kiasi kikubwa alishiriki kufanikisha mipango ya Azam chini ya kocha Florent Ibenge mpaka wakamaliza katika nafasi ya 3. Kwa kukumbushia tu, Feitoto kwanza ni miongoni mwa wachezaji waliotoa tuzo nyingi za mchezaji bora wa mechi kudhihirisha juu ya ubora alioonyesha katika mechi mbalimbali. Ndio kinara ni mwamba Lusaka Clatous Chota Chama katika kutoa tuzo za mchezaji bora wa mechi akitoa mara 7. Wanaoshika nafasi ya 2 wako 2, ni yeye Feitoto
lakini yupo Alan Okello wa Yanga, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda. Wao wametoa mara 6. Hii ni uthibitisho juu ya kiwango cha Feitoto katika msimu uliomalizika. Lakini pili, Feitoto katika mechi 30 za Azam kwenye ligi kuu Tanzania bara, yeye alicheza mechi 28. Kwa lugha nyingine, alikosa mechi 2 tu. Kwenye michezo 28 kacheza dakika 2222 kama kiungo wa ushambuliaji au nyuma ya mshambuliaji kinara, kama mshambuliaji msaidizi, na hivyo kuwa na fursa ya kuwa anafika karibu na lango la wapinzani, anapiga mashuti na kufunga. Lakini wakati wanaposhambuliwa, yeye huwa ni miongoni mwa wale wanaokuwa makini katika kurudi kutekeleza jukumu la kiulinzi. Sasa kwenye mechi hizo 28 dakika 2222 Feitoto kapiga mashuti 46, na hivyo kuwa mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti mengi. Ndio, mashuti 46 ni nyuma ya mchezaji aliyepiga mashuti mengi zaidi ambaye ni Alan Okello aliyepiga mashuti 47. Yeye na Mpanzu alipiga mashuti 46. Kwenye yale mashuti 46, 24 yamelenga shabaha. Halafu akafunga mabao 15, akatoa assist 9, akichangia mabao 24. Azam msimu mzima kwenye ligi kuu Tanzania bara uliomalizika 25-26 walifunga mabao 46. Yeye mabao 24 katika 46 amehusika, kwa maana ya kufunga mabao 15, kutoa assist 9. Ni mchango wa mabao wa jumla wa 52%, kwa kuonyesha Feitoto alikuwa muhimu kiasi gani. Feitoto katika kutekeleza majukumu ya kuzuia akawa amefanya faulo, ndio ili timu yake sikumbane na shambulizi la kujibu, akiwa anafanya shinikizo katika eneo la juu, lakini pia wakati mwingine kushuka chini kwenda kuungana na viungo ukabaji kina James Akaminko, kuungana na akina Himidi Mao, akafanya faulo 32 kwa ajili ya kujitoa kafara, kujisacrifice ili timu yake sikumbane na shambulizi la kujibu. Lakini hiyo haitoshi, Feitoto akajikuta anapata kadi za njano 5. Feitoto kuna mechi alipata kadi nyekundu katika mechi dhidi ya Pamba Jiji pale jijini Mwanza, ambayo iliisha kwa sare ya 2-2, ikiwa ni sehemu ya sababu za kukosa mechi 2 katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara uliomalizika, akiwa amecheza mechi 28. Sasa kwa sifa hizi, endapo Yanga huyu wanamtaja kwamba water player nambari 6 mgongoni akawa ni yeye, basi hizi ni habari nzuri sana kwa Yanga na mashabiki wao, lakini ni habari mbaya kwa wapinzani wa Yanga, hususan katika ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano na kadhalika. Water player, swali ni kwamba je, ni nani huyu nambari 6 mgongoni? Ni yeye Feitoto? Ni James Akaminko labda baada ya kutoka Azam anakwenda kujiunga na Yanga, ama ni mchezaji upi? Ni swala kusubiri, kwa sababu hakuna taarifa rasmi kama nilivyotoka kueleza za Yanga, Azam wala Feitoto kwamba huyu water player nambari 6 mgongoni ni Feitoto. Cha msingi ni kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.